Na mjambo na karibu kujiunga nasi katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, ambapo tunakuletea mtasari wa matukio muhimu yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi ya leo, tutaanza na habari kuhusu madai ya muungano wa waasi wa M23 Twirwaneho na Red Tabara kutangaza kudhibiti vijiji vya Kimete na Kibanja katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Pia tutakuletea taarifa kutoka Masisi ambako shambulio la droni liliripotiwa kulenga nafasi za waasi wa M23 katika eneo la Nyabiondo limesababisha taharuki miongoni mwa wananchi na kusimamisha shughuli za kila siku, huku mamlaka zikiendelea kufanya tathmini ya tukio hilo. Na baadaye tutafuatilia hali ya usalama katika wilaya ya Kabare ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeshtumu waasi wa M23 kwa kukiuka usitishaji wa mapigano. Kwa mujibu wa jeshi, mashambulizi hayo yamesababisha kifo cha mtoto mmoja na matukio ya uporaji katika vijiji vya Kachuba na Irega. Hizi ndizo habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, na tunakuomba kuwa nasi mpaka mwisho ili upate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, na vile vile tutakuunga moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Tuanze na habari kutoka Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mapigano makali yanaendelea kushika kasi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako muungano wa waasi unaojulikana kama M23 Twirwaneho na Red Tabara umetangaza kudhibiti vijiji vya Kimete na Kibanja vilivyoko katika nyanda za juu za wilaya ya Fizi mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na muungano huo Alhamisi tarehe 13 mwezi wa 7 mwaka 2026, vikosi vyao vinadai kuwa vimefanikiwa kuchukua udhibiti wa vijiji hivyo kufuatia operesheni ya kijeshi iliyofanyika katika eneo hilo. Muungano huo unasema hatua hiyo ni sehemu ya harakati za kuimarisha uwepo wake katika nyanda za juu za Fizi, eneo ambalo limekuwa likishuhudia mapigano mara kwa mara kwa kipindi kirefu. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala jeshi la taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linalothibitisha au kukanusha madai hayo. Vile vile hakuna tathmini uhuru iliyothibitisha ni nani anayeshikilia vijiji hivyo kwa sasa. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa maeneo ya jirani wanaripotiwa kuendelea kuwa na hofu ya kuzuka kwa mapigano zaidi. Baadhi ya familia zimeanza kuhama makazi yao na kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, huko shughuli za kila siku kama vile biashara, kilimo na masomo zikikatazwa na hali ya ukosefu wa usalama. Nyanda za juu za Fizi ni miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa kikumbwa na migogoro mara kwa mara kati ya makundi mbalimbali yenye silaha. Mapigano hayo yamesababisha adhari kubwa kwa maisha ya raia, ikiwa ni pamoja na kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao na changamoto za upatikanaji wa huduma muhimu za kibinadamu. Wakati huo, wadau wa amani waendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu ili kulinda maisha ya raia na kutoa nafasi kwa juhudi za kutafuta suluhisho la kisiasa kwa mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sasa hali ya usalama katika vijiji vya Kimete na Kibanja vinaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku taarifa zaidi zikisubiriwa kutoka kwa mamlaka rasmi na vyanzo uhuru. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari kutoka huko Fizi mkoani Kivu Kusini, katika eneo la nyanda za juu, huko ambako mapigano yanaendelea kati ya jeshi la serikali ikipambana na makundi ya waasi wa Twirwaneho na AFC M23. Asante. Tuendelee na habari za vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limeshtumu waasi wa M23 kwa kukiuka makubaliano ya usitishaji wa mapigano baada ya kuripotiwa kufanya mashambulizi mapya katika eneo la Kabare mkoani Kivu Kusini siku ya Jumanne tarehe 28 Julai mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi, waasi hao walivamia maeneo ya Kachuba na Irega ambako mtoto mmoja aliuawa, huku mali nyingi za raia zikiporwa kabisa. Jeshi linaeleza kuwa mashambulizi hayo yalifanyika wakati ambako uratibu wa ufuatiliaji utekelezaji wa makubaliano ya amani ulikuwa unaendelea kutekelezwa, jambo ambalo limezua wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo hilo. Jeshi la FARDC limesema ilijibu mashambulizi hayo kwa nguvu ili kuwalinda raia na kuzuia waasi kuendelea kusonga mbele.
Hata hivyo, jeshi linasisitiza kuwa limeendelea kuheshimu makubaliano ya kimataifa ya usitishaji wa mapigano licha ya kile kinachokiita uchokozi wa makundi ya waasi wa M23. Akizungumza kwa niaba ya jeshi, msemaji Luteni Meya Jeremy alisema kuwa vitendo hivyo ni uchokozi wa makundi unaolenga kuvuruga juhudi za kurejesha amani katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliongeza kuwa jeshi linaendelea kuonyesha uvumilivu si kwa sababu ya udhaifu, bali kwa kuheshimu kikamilifu ahadi zilizowekwa katika makubaliano ya kimataifa. Wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa wanaripotiwa kuishi katika hofu, huku baadhi yao wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mashambulizi na uporaji unaofanywa na makundi yenye silaha. Hali hiyo imeongeza changamoto za kibinadamu katika eneo ambalo tayari limekuwa likikumbwa na migogoro ya muda mrefu. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa upande wa M23 kuhusu tuhuma hizo. Wakati huo huo, wadau wa amani wanatarajiwa kuendelea kufuatilia hali ya usalama ili kuhakikisha makubaliano ya usitishaji wa mapigano yanazingatiwa na pande zote. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kutoka eneo hilo mkoani Kivu Kusini huko Kabare. Basi tuendelee na habari. Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya wasiwasi imetawala katika eneo la Nyabiondo wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini baada ya shambulio la drone iliyoripotiwa kutekelezwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya nafasi zinazodaiwa kushikiliwa na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, shambulio hilo lilitokea siku ya Jumanne na mara moja likasababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa Nyabiondo. Watu wengi walazimika kutafuta maeneo salama huko shughuli za kawaida na biashara, usafiri na huduma nyingine zikisitishwa kwa muda kutokana na hofu ya mashambulizi hayo. Lengo la shambulio hilo kwa mujibu wa taarifa hizo ilikuwa ni nafasi za waasi wa M23 zilizokuwa katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa au kiwango cha uharibifu uliotokea kufuatia shambulio hilo. Nyabiondo ni moja ya maeneo ambayo yamekuwa kishuhudia mapigano mara kwa mara kati ya wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipambana na M23. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa eneo hilo wameendelea kuishi katika mazingira ya hofu na kutokuwa na uhakika wa maisha yao ya kesho. Mashirika kiraia na viongozi wa kijamii waendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika katika mapigano kuhakikisha usalama wa raia unalindwa na kwamba operesheni ya kijeshi zinafanyika kwa kuzingatia sheria za kimataifa na za kibinadamu ili kuepusha madhara kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Wakati huo, mamlaka husika zinatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu matukio ya shambulio hilo mara baada ya tathmini ya kina kukamilika. Hiyo ndio ilikuwa ripoti yetu ya habari. Tunaendelea kufuatilia maendeleo ya hali ya usalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na tutakuletea taarifa zaidi kadri zinavyoendelea kupatikana. Habari kutoka mjini Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaeleza kuwa watu wasiopungua wawili wamepoteza maisha huku wengine kadhaa wakijeruhiwa kufuatia mlipuko uliotokea jioni ya Jumatano katika soko la Bondeko. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, mlipuko huo ulitokea majira saa 1:45 usiku karibu na taasisi ya Isder Bukavu pamoja na kituo cha polisi kinachodhibitiwa na waasi wa M23. Tukio hilo limezua taharuki kubwa miongoni mwa wafanyabiashara na wakazi waliokuwa katika shughuli zao za kawaida wakati huo. Mashuhuda walioshuhudia tukio hilo wanasema kuwa kuna uwezekano kuwa mlipuko huo ulisababishwa na guruneti au grenade. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka husika hazijatoa taarifa rasmi zinazothibitisha chanzo halisi cha mlipuko huo na uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira kamili yaliyosababisha tukio hilo. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa watu wawili walifariki dunia papo hapo huku majeruhi kadhaa wakipelekwa katika kituo cha afya kwa ajili ya kupewa matibabu. Miongoni mwa waliojeruhiwa anatajwa kuwemo askari mmoja wa usalama aliyekuwa karibu na eneo la tukio wakati wa mlipuko uliotokea. Athari za tukio hilo linaonekana pia asubuhi ya Alhamisi ambako maduka kadhaa ya kubashiria michezo yaliyopo katika eneo hilo yalibaki yamefungwa. Wafanyabiashara wengi walieleza kuwa waliamua kusitisha shughuli zao kwa hofu ya usalama huku wakisubiri hali itakapotulia na taarifa rasmi kutolewa na mamlaka.
Mlipuko huu unaongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika mji wa Bukavu, eneo ambalo limekuwa likabiliwa na changamoto mbalimbali zinazotokana na mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa mamlaka kuchunguza tukio hilo kwa kina na kubaini waliohusika iwapo ni shambulio la makusudi na kuimarisha hatua za ulinzi ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie. Hadi sasa chanzo cha mlipuko huo bado hakijathibitishwa rasmi na idadi ya majeruhi inaweza kubadilika kadri uchunguzi na tathmini zinavyoendelea. Hiyo ndiyo habari yetu kutoka mjini Bukavu, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi achana kuongea moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Ripelekea Mashariki ya Kati sasa, ambapo kumeshuhudiwa tena kurejea kwa mapigano makali kati ya Iran na Marekani. Viongozi wa jeshi la mapinduzi la Iran wanasema wameshambulia kituo cha jeshi la Marekani pamoja na kituo cha usimamizi wa jeshi hilo nchini Jordan kwa kutumia makombora ya masafa marefu. Jeshi la Marekani linasema kikosi chake kilifanikiwa kudhibiti na kudungua makombora hayo yote katika kile kilichokiita jaribio la shambulizi la ghafla. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa Iran itapata kipigo kikubwa. Wakati huo Iran imeishtumu Marekani na Saudi Arabia kwa kujaribu kupanua vita katika eneo hilo baada ya kutekeleza mashambulizi tofauti nchini Iraq usiku wa kuamkia leo. Serikali ya Riyadh imethibitisha kuhusika kwake, huku Wizara ya Ulinzi ikisema ilishambulia wanamgambo walioshambulia miundombinu ya mafuta ya Saudia. Kundi moja la wanamgambo nchini Iraq linaloungwa mkono na Iran linasema kuwa angalau wanachama wake 20 waliuawa. Rais wa Marekani Donald Trump amelishtumu kundi hilo kwa kupanga mashambulizi na mamlaka za Iraq, madai ambayo Baghdad imekanusha. Sasa mapema leo Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijaribu kumaliza tofauti zao za hadharani kuhusu vita dhidi ya Iran kwenye mazungumzo yaliyofanyika katika ikulu ya White House ambayo yalidumu muda wa saa moja. Huu ulikuwa mkutano wao wa kwanza tangu majeshi yao yaliposhirikiana kuishambulia Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Shambulizi hilo la Iran limeongeza hofu ya kuongezeka kwa mgogoro licha ya juhudi za kidiplomasia kufanyika kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Mwandishi wa BBC Yolan Nell yuko Jerusalem. Now, there had been kulikuwa na juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikiendeshwa na Oman ambayo ina mipaka ya majini katika mlango bahari wa Hormuz na Iran. Oman ilikuwa imeweka mpango wa kuwa na uongozi wa pamoja wa kikanda katika njia hiyo ya baharini. Inaonekana Wairani hawakukubaliana na mpango huo na wametoa maonyo mapya dhidi ya meli zinazopita katika njia hiyo bila idhini kutoka kwa Iran. Megan Sutcliffe ni mchanganuzi wa masuala ya kijiografia na usalama aliyebobea katika masuala ya Mashariki ya Kati na Afrika katika kampuni ya ushauri wa usalama ya Sibilin. Ametoa tathmini hii kuhusu kuhusika kwa Saudia katika mashambulizi nchini Iraq ikishirikiana na Marekani. Saudi Arabia inazidi kukosa amani kwa sababu ya kuendelezwa mzozo unaotokea katika eneo hilo na inatafuta njia za kuzuia hatua zaidi za Iran na wawakilishi wake katika Mashariki ya Kati, hasa zile zinazolenga miundombinu yake muhimu ya kitaifa na vifaa vya nishati. Kualika na kushambulia wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran nchini Iraq sio jambo jipya. Tuliona kampeni kubwa ya jambo hili ikifanywa na Marekani na Israel wakati wa awamu kuu ya mzozo huo. Pia tuliona operesheni za siri za Saudi Arabia zikilenga hatua hiyo. Lakini ukweli ni kwamba tunaona Marekani na Saudi Arabia zikifanya operesheni hizi kwa ushirikiano unaoonyesha kuimarika kwa uhusiano wao. Jitihada za Riyadh kupunguza mivutano hii na kuzuia Iran kujiingiza katika hatua za moja kwa moja, kwa bahati mbaya inaleta uwezekano wa kurejea kwa mapigano ya moja kwa moja kati ya mataifa haya mawili yenye nguvu Mashariki ya Kati. Sasa ili kuelewa zaidi naungana na Ibrahim Rabi, ni mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati, anajiunga nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, kuhusika moja kwa moja kwa Saudia kunaashiria nini kuhusu mzozo huu unaoendelea Mashariki ya Kati? Ukitafuta ishara yake mara moja unatakiwa kwenda kuangalia bei ya mafuta tu. Hapo utapata kuwa ndio utapata ishara nini ambacho kinatokea, kwa sababu Saudi Arabia ni jana ilitangaza kuwa ilikuwa imefunga moja ya kisima chake kilichopo kule Jizan baada ya mashambulizi ya Yemen ambacho kilikuwa kinatoa takriban pipa 400,000 za mafuta kwa siku. Tayari walikifunga, lakini Saudi Arabia imejikuta katikati ya mashambulizi ya pande tatu. Tayari inashambuliana na Wahuthi wa Yemen, lakini tumeona wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran, wale wa Iraq, wanaishambulia pia Saudi Arabia.
halikadhalika Iran yenyewe imekuwa ikishambulia Saudi Arabia. Kwa hiyo unaona kabisa kuwa mzalishaji mkubwa na msambazaji mkubwa wa mafuta duniani anashiriki moja kwa moja kwenye huu mgogoro. Kwa hiyo madhara yake yatakuwa makubwa sana duniani. Hilo ndio liko hivyo. Wakati huo Iraq pia imejipata ikivutwa kwenye mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Unadhani msimamo wake ni upi kuhusiana na vita hivi? Iraki wamezungumza mara kadhaa. Unajua Iraki wameshiriki kwenye vita kuanzia mwanzo. Nafahamu kuwa Marekani anamiliki eneo kubwa la anga ya Iraki, kwa sababu hiyo Marekani alikuwa ametoa sana idhini anga hiyo itumike kushambulia Irani, na Iraki inapakana na Irani. Kwa hiyo Iraki amekuwepo kwenye mashambulizi kuanzia mwanzo, licha ya kuwa serikali ya Iraki mara kadhaa imetoa kauli za kusema kuwa haitaki kuwa sehemu ya kuanzisha mashambulizi. Hata waziri mkuu wa Iraki ni wiki jana tu ametoka hapo Teherani, alisisitiza kuwa hahitaji ardhi yake au ardhi ya nchi yao itumike kufanya mashambulizi kuelekea Irani. Kwa hiyo Iraki wanashiriki kwenye hili moja kwa moja, kwa sababu pande zote mbili ziko hapo. Marekani yuko hapo na vikosi vyake, lakini pia Irani yuko hapo na wafuasi wake wanaomiliki silaha pia wako kwenye ardhi. Lakini wafuasi wengine ambao wanaunga mkono Marekani na Israeli wapo kwenye jimbo la Kurdistani, eneo la ardhi kule ndani ya Iraki. Kwa hiyo Iraki ni vigumu sana kuitoa kwenye huu mzozo, imekuwepo kuanzia mwanzo. Hii leo Rais Trump na Netanyahu wamekutana huko Washington. Unadhani mkutano huu utaleta tofauti yoyote kwa vita hivi? Tumeambiwa kuwa wamezungumza, lakini hawatupi mazungumzo ya mwisho, yamebaki kama siri. Hata vyombo vya habari vya ndani kabisa vya Israel ukipeleleza, bado wanasema kuwa hakuna kilichozungumzwa cha moja kwa moja kilicho wazi. Licha ya kuwa kumekuwa na mashambulizi ya Irani leo kuelekea kwenye kambi za Marekani kule Jordan, licha ya kauli ya Donald Trump kuwa watalipa kisasi, lakini hakuna kauli ya moja kwa moja kati ya Israeli na Marekani kama wanataka kurudi moja kwa moja kwenye huu mzozo. Sasa inabaki ni ile tu nadharia ambayo imekuwepo kuwa Marekani inahitaji kwenda mbele zaidi. Inawezekana wamekuwa wakijadili kuhusu kuweka vikwazo vya kiuchumi kwa Irani au mtego mzuri wa kuweka blockade. Wanahisi kuwa uchumi wa Irani unaweza kadondoka na maandamano yakatokea ndani, lakini inawezekana ukawa ni mtego ambao wao wakawa karibu zaidi kunasa, kwa sababu wote wawili wanaingia kwenye uchaguzi mwezi wa Oktoba na mwezi Novemba, wote wanaingia kwenye uchaguzi. Kwa hiyo atakayeweza kuvumilia ndio anaweza kushinda hii mechi. Sasa hatujui nani atavumilia zaidi. Je, Irani wako tayari kuvumilia vikwazo vya uchumi? Wako tayari kuvumilia hali itayokuwa, na Israel na Marekani wako tayari kuendelea kuvumilia hii hali? Yoyote atakayeweza kuvumilia ndio ataishinda hii. Tunapozungumzia uvumilivu huo, watumizi wa mafuta kote duniani wamekuwa wakivumilia mpaka sasa. Hali hii ya sasa itaathiri vipi bei na hususan upatikanaji wa mafuta katika masoko ya dunia, kwa sababu bado mlango bahari wa Hormuz haupitiki? Bila shaka Marekani hucheza hii vita huku akiangalia dunia inapumua kwa kiwango gani, na ndio maana unaona kuwa mashambulizi ya Marekani yalisimama tu pale bei ya mafuta ilipofika dola 100. Akahakikisha kuwa kwanza iweze kushuka kwa namna moja au nyingine, ikashuka kidogo. Lakini tumeona mashambulizi haya yaliyozuka ya Irani leo na mashambulizi yaliyopigwa ya Saudi Arabia pamoja na Marekani kule Iraki yamerudisha tena bei ya mafuta kidogo, ambayo ilikuwa imeporomoka kiasi, imeanza tena kwenda juu. Kwa hiyo Marekani anapigana vita tu, sio vita ya mabomu na makombora anayorusha ndani ya Irani, anapigana na vita ya dunia, kwa sababu wakati huo anatakiwa aangalie bei za mafuta zimekaaje duniani, kwa sababu kubadilika kwa bei yoyote lawama haiendi kwa Irani wala kwa nani. Lawama zote zinakwenda Washington moja kwa moja, kuwa wewe ndio unatusababishia haya. Kwa hiyo ni wakati mgumu kwa Marekani, anajaribu kucheza kwa pande zote ili aweze kulitatua hili. Kwa kifupi tu, je, tunapaswa kuhitimisha kwamba diplomasia imefeli katika kumaliza vita hivi? Sidhani kama diplomasia imefeli, na nadhani tu uaminifu wa pande zote mbili ndio umekuwa na mashaka. Unajua Omani wametoka kuwasilisha ombi lao ambalo Irani wamelikataa. Bila shaka Irani wamelikataa kwa sababu walijua wazi kabisa sio ombi la Omani. Inawezekana limetumiwa kwa njia ya Omani, lakini mpango huu ni moja kwa moja unatoka kule kwenye ugomvi wa kifungu cha 5 ambacho kinaonekana kama pande zote mbili zilikuwa zinasema upande mmoja umekiuka. Nadhani ni hapo hapo. Shukran sana Ibrahim Rabi, asante sana kwa tathmini hiyo ya kina